Ukurasa wetu unafunguka tu, kunaonekana kuna kundi la watu hapa, na kuna mshikaji ni kama anafukiwa akiwa mzima. Sijui ni kitu gani kilichotokea kwa huyu mshikaji. Naomba ubaki na mimi mwanzo mpaka mwisho ili tuweze kufahamu nini kinachoendelea. Kwenye comment naomba niambie unaendeleaje na hali yako. Jina la mwanaume huyo lilikuwa ni Sunwoo. Baada ya kunusulika katika jinamizi hilo, mshikaji aliapa kulipa deni hilo la damu kwa gharama yoyote ile. Hadithi yetu inaanza wakati Sunwoo alikuwa bado msaidizi mwaminifu wa bosi wake Bwana Kang. Katika miaka 7 iliyopita, Sunwoo alikuwa akitekeleza kila kazi kwa uaminifu mkubwa. Siku moja wauni fulani walifika kwenye mgahawa na kuanza kufanya fujo. Ingawa muda wa kufunga ulikuwa umefika, walikataa kuondoka. Sunwoo aliingia kimya kimya ndani ya chumba akiwa na uso usionyesha hisia kabisa. Mshikaji alikuwa ni mtaalamu kinoma kwenye hati ya mapigano. Unaambia aliwashughulikia mmoja baada ya mwingine. Kila walipojaribu kujitutumua kupigana naye, mshikaji aliwashinda kiurahisi. Baada ya kushughulikia tatizo hilo, alirudi kutoa taarifa. Bwana Kang alimpongeza sana kwa kazi yake nzuri, lakini pia akamwonya kwa sauti kali kuwa haijalishi angefanya kazi 100 kwa ukamilifu kiasi gani, kosa moja dogo tu lingefanya apoteze kila kitu na hata maisha yake yangeweza kuchukuliwa. Baadaye Bwana Kang alimpa Sunwoo jukumu muhimu. Hivi karibuni alikuwa amegundua tabia za kutilia shaka kutoka kwa mpenzi wake aitwaye Haeseo. Hivyo alimtaka Sunwoo amfuatilie kwa siri ili kujua kama alikuwa akimsaliti, na ikiwa angegundua hilo kuwa kweli, alipaswa kuwashughulikia mara moja. Kwa tahadhari kubwa, Sunwoo alifika nyumbani kwa Haeseo akiwa na zawadi kama ilivyopangwa. Uzuri wake ulimvutia sana mshikaji kiasi kwamba alijikuta akimtazama mara kwa mara, lakini alijikumbusha kuwa huyu alikuwa ni mwanamke wa bosi wake, hivyo hakuruhusu mawazo yake kwenda mbali zaidi. Baada ya kumaliza kazi yake, Sunwoo alijiondokea kwa heshima, lakini mshikaji alibaki karibu ili kuendelea kufuatilia bila kugunduliwa. Muda mfupi baadaye, gari lilifika kuja kumchukua Haeseo, na mshikaji wetu akaanza kulifuatilia kwa siri. Walifika kwenye baa yenye muziki na shamla kibao. Huko Sunwoo alimuona Haeseo akicheza na mwanaume asiyemfahamu. Hata hivyo, hakuna kitu kingine kilichotokea. Usiku ulipoingia, mwanaume huyo alimrudisha Haeseo nyumbani na kuondoka. Hilo lilimfanya mshikaji wetu afikiri kuwa walikuwa marafiki wa kawaida tu. Asubuhi ilipofika, kwa maelekezo Bwana Kang, Sunwoo alimpeleka Haeseo kula chakula kizuri na baadaye kumsindikiza kwenye darasa lake la viola. Kutoka nje ya darasa, Sunwoo alimtazama kwa hisia ambazo hakuwahi kuwa nazo hapo awali. Aya, naona kama mshikaji anataka kucheza na moto hivi. Muziki mtamu wa viola ulimgusa moyo wake kwa namna ya pekee. Lakini ghafla matatizo yakatokea. Wahuni aliowapiga siku iliyotangulia kumbe walikuwa ni wanachama wa genge pinzani. Walitaka kukutana naye ili kusuluhisha ugomvi wao. Walisema kuwa kama mshikaji angeomba msamaha, basi kila kitu kingeisha. Hata hivyo, kwa mtu mwenye msimamo mkali kama Sunwoo, jambo hilo halingewezekana. Hivyo chuki yao dhidi yake ikaongezeka zaidi. Baadaye mshikaji wetu alirudi kumchukua Haeseo kutoka darasani. Ghafla mwanaume alionekana siku iliyotangulia alionekana tena. Alimrudisha mwanamke nyumbani bila kujua kuwa alikuwa anafuatiliwa. Sunwoo alianza kuwafuatilia kwa siri, huku mashaka yakiongezeka moyoni mwake. Alipoona wawili hao wakiingia ndani ya nyumba, hakuweza kujizuia tena. Mshikaji aliingia ndani bila kusita, na huko ndiko ukweli ulipofichuka. Na mwisho wa siku, kila kitu kikawa kama jamaa alivyokuwa akifikiria awali. Haeseo na mwanaume huyo hawakuwa marafiki wa kawaida, walikuwa wapenzi wa kweli. Jamaa alikasirika kinoma, ilibidi achukue jukumu la kumwadhibu kidogo mshikaji. Mshikaji naye kwa kuogopa kufa kizembe, akawa anajitetea. Msichana naye alipojaribu kutetea, alikula kerebu moja. Jamaa alitaka kuua lakini akasita. Sunwoo alitoa simu yake ili kumpigia Bwana Kang ili ampatie taarifa hizo. Lakini alipokutana na macho ya Haeseo, moyo wake ukasita. Alijua kwamba kama angeliripoti jambo hilo, Haeseo angeuawa kikatili. Baada ya kusita kwa muda, aliamua kuachia hai kwa sharti moja tu. Kamwe wasikutane tena. Yeye angeficha siri hiyo na kujifanya kana kwamba hakuna kilichotokea. Akiwa njiani kurudi, mawazo mengi yalimsonga mshikaji wetu naambiwa. Alijua kuwa uamuzi wake ungemweka kwenye hatari kubwa, lakini kwa sababu fulani mshikaji hakujutia alichokifanya. Baadaye vijana waliokuwa kwenye pikipiki walimdhihaki bila sababu. Sunwoo alijaribu kupuuza ili kuepuka matatizo, lakini walizidi kumchokoza mshikaji. Hawa madogo, laiti wangejua jinsi mshikaji alivyo na stress kinoma wakati huo, wangechapa tu raba, kwa sababu walikuwa wanamchezea sharubu simba wakidhani ni paka. Mshikaji wetu alitoka ndani ya gari na kuwakanda mmoja baada ya mwingine. Madogo alikuwa mekariri, walidhani mshikaji ni wale jamaa wengine ambao wanawachezea na wanawashinda. Aliwaminya. Usiku huo huo, Bwana Kang alimfuata Haeseo akiwa na hasira kali. Alipoona jinsi alivyokuwa akimkwepa, alihisi kuwa Haeseo alikuwa amebadilika. Akaanza kuamini kuwa alikuwa kimsaliti kwa siri. Wakati huo huo, katika nyumba ya Sunwoo, janga lilikuwa likimsubiri. Mshikaji wetu alikuwa amekaa nyumbani ametulia, anawasha taa na kuzima, akiwa anajitoa stress mdogo.
Ili amezima tu taa na kuwasha, washikaji hawa hapa. Oya, mshikaji alitembezewa kichapo, zilipigana humo ndani. Lakini kwa kuwa washikaji walikuwa wengi, walimshinda mshikaji na kufanikiwa kumchukua. Wakasepa naye. Aliposhtuka, alijikuta amefungwa na kuning'inizwa hewani kwa hali ya mateso. Watekaji wake walimpa nafasi ya mwisho ya kuishi. Walisema kwamba kama angeomba msamaha kwa yaliyotokea awali, basi mshikaji angeachiliwa mara moja. Lakini neno samahani halikuwahi kuwepo katika kamusi ya Sunwoo. Alikataa kabisa kuomba msamaha. Hivyo wauni hao wakaamua kutokupoteza muda zaidi na kuanza kujiandaa kumtesa kikatili. Ghafla simu ya Sunwoo ikaanza kuita. Mpigaji alikuwa si mwingine bali Bwana Kang mwenyewe. Aliwaambia wauni hao wampeleke Sunwoo kwenye eneo la wazi lililo karibu. Jamaa alihisi ameokolewa, kumbe mkasa mkubwa ulikuwa ukimngoja. Mbele yake alisimama mtu ambaye alimtumikia kwa miaka 7 kwa uaminifu mfululizo. Katika kipindi hicho chote, mshikaji wetu hakuwahi kufanya hata kosa moja. Lakini safari hii alijua yuko katika matatizo makubwa. Sababu ilikuwa aliwaachia Haeso na mpenzi wake bila kutoa taarifa kwa bosi wake. Kosa hilo moja pekee lilitosha kufuta miaka 7 ya uaminifu. Na bila kutarajia lilimgharimu Sunwoo gharama kubwa sana ambayo hakuwahi kufikiria. Mshikaji aliminywa, akavunjwa mkono wake. Na hapa ndo tunarudi kwenye kipande chetu cha mwanzo cha movie. Kumbe haya ndo yalikuwa yametokea, ndo maana mshikaji wetu akawa anazikwa akiwa hai. Hii ndo inaitwa dunia ya daa, ulimwengu shujaa. Na kuna watu na viatu. Kama mshikaji wetu angekuwa mtu wa kawaida, bila shaka asingekuwa na uwezo wa kunusulika katika jinamizi hilo. Lakini kutokana na nguvu yake ajabu ya moyo na adhima isiyovunjika, Sunwoo aliweza kupambana hadi kutoka katika hali hiyo. Wakati huo, mmoja wa wasaidizi wa Mr. Kang alikuwa ameshuhudia kila kitu. Alivutiwa sana na uthabiti wa Sunwoo, akaamua kumpa nafasi ya mwisho ya kujirekebisha. Alimchukua mshikaji na kumsaidia kujisafisha ili apate ufahamu vizuri. Kisha akampa simu ili awasiliane na bosi wake. Sunwoo alihitaji kumpigia Mr. Kang na kumweleza ukweli wote. Kwa kufanya hivyo, angeachiliwa mara moja bila kuadhibiwa. Lakini mshikaji alijua kwamba kama angekiri kuwa alikuwa na hisia kwa Haeso, sio yeye tu ambaye angekufa, bali pia Haeso angekutana na mwisho wa kusikitisha. Jamaa yetu alizuga kama anapiga simu, kumbe betri ameichomoa nyuma bana. Yule kiongozi wa genge alipokuwa amezubaa akachezea kichapo, akawaaminya washikaji, mwisho wa siku akafanikiwa kutoroka. Bwana Kang aliposikia habari hizo, alighadhabika kupita kiasi. Baada ya miaka mingi ya kufanya kazi pamoja, alimfahamu Sunwoo vizuri sana. Alifahamu kwamba mtu kama Sunwoo asingesahau wala kusamehe deni la damu. Damu ilipaswa kulipa kwa damu. Kwa hofu ya kile kilichokuwa kinakuja, Bwana Kang aliwatuma watu wake kumtafuta Sunwoo kila mahali. Wakati huo Sunwoo alitumia mitandao yake ya siri kufika kwa wafanyabiashara wa silaha haramu. Aliwaambia kuwa bosi mkubwa Bwana Kang alitaka kununua bunduki za hali ya juu. Hata hivyo, kiongozi wa kundi hilo alimpa changamoto ya kushangaza. Walikubaliana kushindana katika kuunganisha vipande vya bunduki. Ikiwa Sunwoo angeshinda, angepewa silaha bila tatizo, lakini kama angeshindwa, angerudi mikono mitupu. Matokeo yake, Sunwoo alishinda kwa ustadi mkubwa sana, na baada ya kushinda, aligeuka lile kundi la majangili na kuanza kuwaua mmoja baada ya mwingine. Njugu zilitembea kinoma mondani kwa sababu mshikaji alikuwa na ustadi mkubwa sana wa kutumia silaha. Mwisho wa siku mshikaji akapata bunduki alizozihitaji bila hata kulipa gharama yoyote. Baada ya hapo, alikusanya bunduki zote na kuondoka. Kisha akaenda kumtafuta mmoja wa washirika wa genge pinzani na kumtaka amuite kiongozi wao. Sunwoo alimpa eneo maalum la kukutana. Sunwoo alifika eneo hilo akiwa na tahadhari kubwa sana. Alipofika, kiongozi huyu alishangaa sana kumwona mshikaji akiwa hai. Hakuweza kuamini kwamba Sunwoo angeweza kunusulika kwenye mateso aliyopitia. Lakini mshikaji alikuwa mjanja na mwenye hila nyingi. Kabla Sunwoo hajapata nafasi ya kujitetea, alijeruhiwa vibaya kinoma. Naambiwa jamaa yetu alipigwa visu mfululizo kiasi kwamba aliishiwa nguvu na kushindwa kupambana. Akiwa na tabasamu la dharau, adui huyu alisema kwamba kama Bwana Kang hakuweza kumuua Sunwoo, basi yeye mwenyewe angekamilisha kazi hiyo. Lakini kwa ujanja, mshikaji wetu alimzidi nguvu na kumpiga risasi za kutosha, na mwamba akadondoka chini. Baada ya hapo, Sunwoo alimpigia Bwana Kang simu kwa sauti iliyojaa chuki. Kisha jamaa yetu akamwambia kwamba jiandae kukutana na kifo chako. Maneno hayo yalimshtua sana Bwana Kang. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, alihisi hofu ya kweli. Hakuwahi kufikiri kwamba siku moja angeweza kulazimika kukabiliana na mnyama aliyemjenga kwa mikono yake mwenyewe. Ili kujilinda kwa gharama yoyote, Bwana Kang aliwakusanya watu wake wote kwa ajili ya ulinzi mkali. Lakini Sunwoo hakuhitaji muda mrefu kumtafuta. Aligundua haraka wapi Kang alikuwa amejificha. Kabla ya kuanza mashambulizi yake ya mwisho, aliziandaa bunduki zake. Kisha akafunga jeraha lililokuwa tumboni mwake. Baada ya hapo, alitoka nje taratibu, akiwa na uso wa mtu aliye tayari kukutana na hatima yake. Njiani alikutana na yule mshikaji ambaye alikuwa amevunja mkono wake pale awali. Jamaa yetu alimshughulikia ipasavyo, naambiwa. Jambazi akajaribu kujitetea, lakini haikuwa bahati yake siku hiyo. Akazama upande wa pili na kumkuta mshikaji mwingine, naye alikuwa hana bahati. Aliwapita walinzi wote na mwisho uso kwa uso na Mr. Kang. Sunwoo alimwangalia Bwana Kang na kumuuliza kwa uchungu, "Kwa nini ulinitenda hivi? Kwa miaka 7 nimekutumikia kama mbwa mwaminifu, lakini uliamua kunizika nikiwa hai." Kwa mara ya kwanza Bwana Kang alikosa maneno.
Hakuwa na jibu ambalo lingeweza kuhalalisha kila alichokifanya. Alielewa kuwa maelezo yoyote yangekuwa bure. Alimshona bosi wake risasi jamaa yetu, lakini naye akashambuliwa pale pale. Kisha baadaye mashambulizi yakaanza baina yake yeye na walinzi wa bosi wake, lakini jamaa yetu aligoma kufa kizembe. Alirudisha mashambulizi kadri alivyoweza. Kila wakija na njia hii, mshikaji alijitetea. Mshikaji hakutaka kufa kizembe, mshikaji alitaka kufa kama mwanaume kamili. Alitumia mbinu zake zote za mapigano kuhakikisha kwamba anafanikisha jambo hili. Hakika mshikaji wetu alikuwa na roho ya paka. Sunwo aliendelea kuwalaza mmoja baada ya mwingine. Mwili wake wote ulikufa ganzi, sura yake ilikosa hisia. Kitu pekee alichokuwa nakiwaza ni kurudisha kisasi. Lakini kwa bahati mbaya baadaye aliotewa risasi nyingi za kutosha na mwamba mmoja akatokea akasimama mbele yake. Katika dakika zake za mwisho zilizojaa majuto, Sunwo alijaribu kutoa simu yake ili ampigie Haeso kwa mara ya mwisho, lakini mwili wake haukuwa na nguvu za kutosha tena. Kwa wakati huo, kumbukumbu za Haeso zikimjia kichwani mwake. Alimuona akicheza tena viola kwa ustadi mkubwa, akitoa sauti laini na za kuvutia ambazo zilikuwa zimegusa moyo wake kwa mara ya kwanza. Tabasamu la kuridhika lilionekana usoni mwake, na hapo ndipo safari yake ikaishia. Mwisho huu uliwasikitisha watazamaji wengi, wakiwa katika hisia nzito na mawazo mengi kuhusu uaminifu, mapenzi, usaliti na gharama ya kulipiza kisasi. Mwanafamilia wa Setine-Max, niambie kwenye comment hapo umejifunza nini kutoka kwenye kisa hiki. Usisahau kusubscribe channel yetu na kubonyeza alama ya kengele ili upate taarifa pindi tunapoweka movie zetu mpya. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho, Kaka Chotara. Kwa leo sina la ziada, hadi wakati mwingine, bye.